kila area ya ajira, hata wajasiriamali wao wenyewe wanapata changamoto hiyo. Sawa jamani? Kwa hiyo yani niseme upande huu wote mlioongea, kama hivi mlivyoviongea vikifanyiwa kazi, tumemaliza. Yani hatuna haja tena kuongea. Sasa nashindwa kuelewa nyinyi au kwa sababu wengine ni wapya, sijui wapi nani yuko kazini. Wangapi? 2, 3, 4. Kwa sababu kama kweli tukifanya hivi kazi jamani, yani hapa basi simu zitakuwa ni za nani tu, tunatafuta dada wa mwezi tu hapa. Maana mmeongea vizuri kabisa, point nzuri tena, mmeongezea kabisa, nisema mmeongezea nyama kwenye mada leo, si ndio jamani? Haya, sasa mimi nafikiri akila hatuna haja tena ya kuendelea na kumtaja huyu mhudumu ni nani. Upande wa huku kweli wametupa madini ya kutosha mpaka wametuongezea. Sasa mimi nafikiri upande wa huku unataka kuongezea, lazima iwe special. Lazima na kufukuza kazi. Huduma una. Sema. Okay, mimi nataka kuongeza kwamba katika hiyo huduma ambayo huyo mhudumu anaitoa, anatakiwa kukizi mahitaji ya mwajiri wake. Kwa hiyo unaweza ukatoa huduma lakini usikizi mahitaji na matarajio ya mwajiri wake. Kwa hiyo mwajiri anapokuwa amekuamini au amekupa nafasi ya kutoa huduma aidha nyumbani kwake au sehemu ya ofisi yake, anakuwa na matarajio yake anayotaka wewe uya meet. So unatakiwa uya meet, then ndo unakuwa mtu wa huduma bora. I think that's all I want to say. Meet ndo kuyafikia. Tukitafsiri nikisema kukutana nayo itakuwa ni ngumu. Kiswahili na Kiingereza kina shida. Kwa hiyo hao wanatakiwa wakutane na wewe majuu. Wayafikie. Okay, natadia. Wayafanye, waweze kuyafanya. Si ndio Kwa hivyo of course ulichokisema ni kizuri, lakini hakina tofauti sana na cha dada hapa. Tumesema nyinyi mnaaminiwa, mnapewa hayo majukumu. Unajua mtu anayekuamini kwenye kitu, si ndio? Unatakiwa useme, nikishakuamini nikisema kaniletee maji, si ndio? Na nikakwambia maji ni ya kunywa, si ndio? Maana yake nimekuamini utaniletea maji safi ya kunywa. Kwa hiyo utakapofika kule ukakosa masafi, kama wewe ni mwaminifu, unatakiwa ufanye nini? Urudi uniambie maji masafi hakuna. Ila wengi wanachokifanya, wakikuta yale masafi ya kunywa hakuna, wanatafuta ya mifereji, ya chooni, ya kwenye kona. Wanafanya nini? Wanakuletea hivyo. Si umenielewa? Tutafika huko. Maana hichi nacho amenikumbusha hiyo point muhimu. Umeelewa? Tukisema kwenye hiyo uaminifu. Kwa hiyo maana yake kuna hiyo ya kwanza, lakini ya pili ambayo ndo madam anikumbusha hapa, labda ulivyomaanisha kutokana na imani uliopewa. Let's say wewe ni traditional, smart au professional, si ndio? Bosi amekuamini kwamba una uwezo wa kufanya kitu fulani, inabidi uweze kukifanya. Lakini narudia tena, kama ni mwaminifu, ukiwa unashindwa unasema. Hatuhitaji kutupiana mawe, kupigana simu 200, unang'ang'ania kitu unaweza uwezi. Sijui umeelewa? Ndio maana mnabaki kutoroka wengine. Wewe utakuja unasema najua kupika biriani. Sasa vikinunuliwa vikiwekwa hapo utafanya nini? Unashindwa. Utapika? Mnabaki kurukaruka. Alishakuja hapa dada akasema yeye anaweza kupika pilau. Si ndio? Lakini sasa ile siku sikumbuka kama kwa kuna joto sana, lakini jasho lilokuwa linamtoka. Simeelewa kwa sababu sisi lazima tuwafanyie majaribio humu ndani. Wengine mnakuja maneno mengi. Kwa hiyo uaminifu ni pia kuweza kukubali vitu unavyoweza na usivyo viweza. Wengine kwenye CV zao wanaandika eti English good, efficient. Haujalazimishwa kuandika Kiingereza, si ndio? Alafu ukianza kumwambia jielezee sasa hapo, hizo download. Umeelewa? Inakuwa ni shida. Kwa hiyo maana yake moja pia kwenye uaminifu ni kuweza kukubali kitu kama hukiwezi. Na hii nafikiri ni changamoto.
Kila kuna baadhi ya wadada wanasema jamani, mimi naomba nirudisheni tu wapi traditional. Mimi jamani, nirudisheni wapi smart. Huku mimi nimepa shindwa. Hiyo ndio moja ya uaminifu. Si umeelewa hapo Haya, sasa mimi nafikiri kwa upande wa huku wanakimbilia kwamba misaada. Polisi sijui chodau wapi. Juzi huyu ni wapi alienda? Huyu alienda wizarani kabisa. Wewe umepewa majukumu, umesaini mkataba. Fanya majukumu. Ukishindwa jamani Wadada Center, haya huu msalaba wenu. Mimi siwezi. Sasa mnabaki kimbia. Hakuna mtu atakaye kulipa kama uwezi kutimiza majukumu. Hata ashuke katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, hatukupi hata shilingi. Sima tuelewa Muunderstand hicho kitu. Mtakimbilia kokote duniani, haupati hata shilingi moja. Umesaini mkataba, lazima uweze kutimiza majukumu ya mkataba. Hamna ba kukimbilia. Maana kuna wengine wanahesabu siku, kwa hiyo anakimbia tu. Analukaruka tu ili siku iende ahesabu hela. Lakini majukumu afanye nini? Afanye. Hicho kitu hakuna. Lazima ufanye majukumu kwanza. Sawa. Nafikiri sasa tujibu upande wa pili huku. Tumeshajua mtu wa huduma ni nani. Tumepata vitu vingi sana. Na mimi nilikuwa nataka nichangie kidogo. Okay. Kwamba mtu wa huduma ni mtu ambaye atahitaji kujua ni huduma gani anatakiwa kuitoa. Yaani lazima ajue shida fulani ambayo inatakiwa kutatuliwa. Huyo ndo anakuwa mtu wa huduma. Ambayo hii nitaitolea mfano hata kwa wadada wa kazi na hata kwenye wafanyakazi wengine, mfano wa sehemu hata za vinywaji. Kwa wadada wa kazi unaweza ukafika nyumbani, tunaye majukumu ambayo ni tunayajua yapo kimkataba, usafi, mapishi, malezi. Hayo yapo kwenye kila familia ambayo utapaswa kwenda kufanya kazi. Lakini kiuhalisia haya majukumu yanatofautiana kulingana na sehemu fulani ama nyumba fulani. Kwa hiyo ni lazima kwenye kila nyumba utakayofika ujue kabisa usafi unaotakiwa hapa ni usafi gani, mapishi yanayotakiwa hapa ni mapishi gani, au wao yeye kilichomsababisha mpaka ananihitaji mimi kwenye nyumba yake ni nini. Kwa sababu usipojua sababu iliyomsababisha huyo muhitaji huduma akuhitaji wewe, basi maana yake hautaweza kuitatua hiyo huduma ambayo hutaweza kutatua hiyo shida ambayo yeye alikuwa nayo. Kwa hiyo mtu wa huduma ni lazima uweze kujua ama kufahamu unatakiwa kutatua vipi unatakiwa kutoa vipi hiyo huduma ambayo ni kuitatua sasa shida au changamoto ambayo anayo huyo aliyekuhitaji au huyo aliyekuajiri au aliyekupa dhamana ya kuyafanya hayo majukumu. Kwa hiyo nilitaka kujazia tu hapo kwamba ni lazima mtu wa huduma sehemu yoyote, hata sehemu ya vinywaji, mtu akija kukaa lazima aulizwe unahitaji nini. Yaani hauwezi ukamhudumia tu mtu kwa sababu nimejua. Leo wadada wa kazi ndani wote wakipita hapa wanafahamu kwamba majukumu yao ni usafi, mapishi, malezi. Lakini utakapofika huko nyumbani uwezi ukaanza tu kumhudumia mtu ama kufanyaje. Lazima ujue sasa yeye anataka hiyo huduma itolewe vipi. Hicho ndo cha muhimu. Hiyo huduma anataka ifanywe Kiswahili kigumu. Itolewe vipi? Umeelewa how is it going to be delivered? Kwa hiyo maana yake tutasema ni malezi. Lakini kila mtu analea watoto wake tofauti. Kwa hiyo lazima wewe kama dada uulize. Mapishi, kila mtu mapishi yake nyumbani anataka yawe tofauti. Wengine watumii mafuta, watumii nazi, watumii nyanya, watumii vitunguu. Lazima uulize. Si ndio jamani? Usafi hivyo hivyo. Shida inakuwaga ndo hapo. Wengi wanataka kufanya kama wanavyojua wao, kama walivyotoka kwao. Tena ukiwauliza ndio ile majibu lao kulile. Mimi nilipokuwa kwa bosi wangu ilikuwa hivi. Hapana. Umesikia? Wadada Center hawajanifundisha. Wadada Center sio, hapana. Simeelewana jamani? Hapa mnakuja tayari kazi za ndani mkiwa mnaziweza. Umeelewa? Ila unapofika kule lazima uulize. Umetoa mfano mzuri sana bar restaurant, si ndio? Kwenye bar restaurants wanauza vinywaji. Si ndio? Lakini ukikaa pale hauji ukasema mimi nimekaa naomba soda. Ukaniletea Pepsi. Alafu nikuuliza kwa nini unaletea Pepsi? Kwa sababu mteja aliondoka aliagiza Pepsi. Ndio ujinga mnaofanyaga. Sasa kwa nini nimekwambia nataka Pepsi? Ndio mnavojibu, kwa bosi wangu kule tulikuwa tunapika hivi. Sawa, ndio anakulipa sasa hivi. Si umeelewa? Ndio mnavofanya hivyo. Sijaye kwenda sehemu kukuta sijui Mama Lisha restaurant ndo ananiletea sijui salad, sijui fish salad, whatever salad. Nikimuuliza kwa nini pia, kwa sababu mteja aliyopita alikula salad. Hivi utaona ni wazima hao? Ndio nyinyi mnavojibu na hapa mnavojibugi.
Kwa nini umefanya hivi? Unajua kule tulipotoka walikuwa wanafanya hivi. Kwa nini unaamka saa 2? Kwa bosi wangu nilipotoka kule nilikuwa naamka saa 2. Sawa. Sasa kama ndio hivyo, mbona mjinyei? Si hata watoto wanajinyea pia. Kule nilikokuwa nahudumia watoto walikuwa wanajinyea. Ndio njani muone ujinga mnaoongeaga. It doesn't make sense. Haina maana kabisa. Yaani mnafananisha vitu ambavyo havitaki kufananisha. Lakini mimi najua ni kwa nini Akila. Ni uvivu na kutotaka kukubali nini? Makosa na majukumu. Kwa anatafuta kitu kirahisi cha kusingizia. Sasa hicho mnachokisingizia ndio kifanya muonekane wajinga kabisa, yaani msiokuwa na akili. Umeelewa? Haya, twende jamani straight tuseme kwa nini sasa kama tushajua haya yote. Kwa nini huduma inakuwa ngumu kutoka? Nafikiri sasa tuendelee na upande wa huko. Kwa nini inakuwa ngumu kutoa huduma? Watu wa huduma wanashindwa kutoa huduma. Kwa nini Si umeshajua yote haya yote jamani. Umaalum, sehemu husika, tushashika vingi, bidii, timamu, mwenye kujitambua. Tumeshika sikia vitu vingi. Kwa hiyo kwa nini sasa wafanye hivyo? Kwa nini inakuwa ngumu kutoa hizi huduma? Kila mtu atuambie anachokiwaza yeye. Wadada Center. Mimi kwa upande wangu nafikiri kwamba ugumu unakuja ni kutokana labda na kukosa kujitambua. Mtu akikosa kujitambua kwamba anajua kwamba natakiwa nifanye jukumu hili na hili, lakini anashindwa kufanya. Labda kutokana na hiyo kosa kujitambua, pia ni labda uvivu, ndio maana anakosa kufanya hayo majukumu yake. Hivi naomba tuelezee kujitambua ndio kufanyaje? Maana yake tunasemaga sana kujitambua. Sisi kama watu wanaelewa kujitambua ndio kufanyaje? Kujitambua ni ile hali ya mtu kujua yeye ni nani, anatakiwa afanye nini na kwa wakati gani. Okay, kwa hiyo ukisema hawajitambui, hajijui yeye ni nani. Na twende moja, anatakiwa ajijue yeye nani na anatakiwa afanye nini, si ndio? Kwa hiyo wewe unavyosema changamoto ya kutoa huduma ni hawajitambui, kwa hiyo hawajui wao ni nani. Maana mimi nahisi asijue ni nani labda chizi. Ni sawa, si ndio amejibu hapa, ndio tunaenda na majibu na maswali muhimu. Ajijue yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini. Labda ajijue yeye ni nani kivipi? Ajijue yeye ni mwanamke, ni mwanaume, au ajijue yeye ni nani kivipi? Ajijue yeye kama anatakiwa kutoa hiyo huduma. Kwa hiyo ajijue yeye kama mtoa huduma. Ndio hicho ndio nataka kusikia. Umeelewa tofauti yake hapo? Kwa hiyo ukisema mtu ajitambue ni mtu ambaye ajui yeye katika hiyo sehemu ni nani. Simeelewa kwamba yeye ni mtu wa huduma, alafu anashindwa kutoa ile huduma. Ya pili umesema anashindwa kujua anatakiwa afanye kitu gani. Okay, sawa. Kwa wakati gani? Muda maalum. Kwa nini wanashindwa kutoa huduma? Wadada Center. Tujaribu kubase kwenye kazi za ndani. Kwa upande wangu mimi, kabla kukitaja hicho kitu based, wadada wengi wanaofanya kazi za ndani, wengi wanajua, yani unaweza kukuta hapa wote wamesema kwamba ndio ni watu wa huduma, lakini kuna wengine unakuta wanajua kwamba wao sio watu wa huduma. Sio watu wa huduma kwa sababu gani? Wengi wanajua wakifanya kazi za ndani ni kwa sababu ya shida. Yani hajaenda kufanya kama kazi, ila ni kwa sababu tu ana shida, au wanajichukulia kwamba sisi ni watu ambao hatuwezi maishani, au yani wanachukulia kazi za ndani ni kama kazi za kawaida. Hawaichukulii kama ni ile kazi ambayo mtu anatakiwa kutoa nini? Huduma. Hiyo pia inaweza kuwa moja ya sababu ambao huduma inashindwa kutoka kwa nini? Kwa bidii na pamoja na uwerevu. Kwa wengi wanahisi kwamba kazi za ndani sio kazi kama kazi zingine. Kwa inaweza kuwa ni moja ya changamoto ambayo inashindwa kutoa huduma. Kwa hiyo unafikiri
hawa wafanyakazi wa majumbani wanafikiri hizi sio kazi. Baadhi yao sio kwamba wanafikiri sio kazi, ila hawana ule uelewa kwamba hizi ni kazi kama kazi zingine ambazo mimi natakiwa nitoe huduma kama mtu anayefanya kazi ndi makazini. Okay, tuzungumzie kwa uelewa. Ngoja niwape mimi uelewa wa kwanza. Kila mwisho wa mwezi kuna uelewa wa mshahara. How about that? Vipi hapo? Kuna mtu ambaye hajui anapewa hela kwa sababu ya kitu gani? Kwamba bosi wako amegeuka kuwa Yesu, pokea uponyaji wa bure. Wanaelewa. Twende, umesema kuna waelewi. Kila mwisho wa mwezi kuna uelewa, na mnajua jinsi ya kuwabana mabosi wenu, na wasipotoa hela mnapiga simu, mnatuma message, wengine mnaanza kununa, wengine kazi kabisa mnaanza kufanya kitofauti. Na hii nazungumzia all across, si ndio? Kwa hiyo mimi hiyo naikataa. Kwa sababu wangekuwa hawajui hicho kitu, basi ingekuwa ikifika mwisho wa mwezi inavuka miezi 6-7 hata ulizi mshahara wala hela. Si ndio jamani, au? Mimi nadhani pointi yake kubwa ni kwamba wadada wachukulii hizi kazi kwenye usirias kwamba hii ni ajira yangu, natakiwa niwekeze. Sasa kwani ajira ni nini? Kwani ajira ni nini? Ajira ni kazi ambayo nafanya ili niweze kulipwa. Sasa wao walipwe kila mwezi? Wanalipwa. Kwa hiyo wanawake wanalipwa nini? Sasa shida ndio iko hapo kwamba wanalipwa. Yaani mwajiri anafanya jukumu lake la kumlipa dada, lakini dada ule usirias wa kuona kwamba mimi natakiwa niwekeze kwenye hii kwa sababu ni ajira yangu, then hapo ndio inatokea changamoto. Kwa sababu wengi wao wanachukulia kama ni sehemu ya msaada, wanaona kama vile nimekosa cha kufanya ndio maana niko hapa. Kwa hiyo ile kusema kwamba basi mimi nitafanya nikiwa na energy na ari ya kufanya hii kazi ndio inakuwa. Mimi hiyo naikataa. Mimi ndio naikataa kwa sababu hawa wangeendelea kufanya kazi za bure huko walikotoka. Wametoka majumbani kwao, wana mashangazi, wana wajomba, wangeendelea kufanya kazi huko vijijini. Kaeni kwenye mashamba huko, limeni, si mnafanya kazi, mnakula, mnalala, si ndio? Kwa nini waje kutafuta kazi za nyumbani? Alafu unafika kwa kazi za nyumbani useme wanaziona hizi kama sio kazi, ni msaada. Msaada gani? Msaada unakaa kwa mtu? Msaada kila mwezi ulipwe, huo ni msaada? Hapana. Hiyo mimi naikataa. Labda tuzungumzie kwa upande mwingine, labda kama unaweza kuchange hiyo topic, lakini sorry, huo mchango. Lakini ukisema hivyo tutakuwa yani hapa tutakuwa hapa niseme nini, tunafanya kama ni watu wadogo, lakini sio watu wadogo. Hao wanajielewa kabisa, wanajua wanachokifanya, na ndio maana wengine wanaweza kutoroka, ndio maana wengine wanaweza kufanya vitu vya ajabu majumbani. Usiniambie kwa sababu hawajui, ndio wanakuja, wanajua ni ajira ili walipwe. Ndio maana kila mwisho wa mwezi wanategemea kulipwa. Tuzungumzie labda alichosema Renada, kutokujitambua na uzembe, labda hapo tuzungumzie. Lakini tuseme kama hawajui hii ni ajira, ni huduma wanatakiwa watoe. Kuna mtu atakulipa hela bure? Hata wanaume wenyewe si wanawalipa ili mtoe huduma? Sasa na mkija hapa mnataka mishahara mikubwa. Kwa nini? Kwa sababu gani? Si mnajua mnachokitaka? Hata wanaume wenyewe mnachagua wenye hela. Haya, tuendelee. Wadada Center. Sababu nyingine inayopelekea matendo hayo kutokea ni uvivu tu pia wa dada husika. Anakuwa ni mvivu katika kufanya kazi, lakini pia na kujisahau, anajisahau majukumu yake aliyomfikisha pale, anaanza kufanya vitu ambavyo sio majukumu yake. Mbona hasahau mshahara jamani? Sidanganyane eti anasahau majukumu. Basi asahau na mwisho wa mwezi kudai hela. Au siku moja amke asubuhi asahau nyumba, aondoke. Wadada Center. Changamoto inayotokana na dada kutokukamilisha majukumu yake ni uvivu na labda kujisikia. Anaweza akawa anajisikia labda yeye anajisikia uvivu. Endelea.